Sasa hivi serikali inavyofanya kazi haiwezi kueleza chanzo cha moto sasa hivi, kwa sababu hata kama ninakifahamu, lakini kwanza tuuzime moto. Tukisha uzima moto, ziko mamlaka za zimamoto, ziko mamlaka ya jeshi la polisi. Kazi yangu mimi kama mwenyekiti wa kamati ya usalama ni kukusanya vyombo vyote vije eneo la tukio kwa wakati, wafanye kazi yao. Baada ya hapo wakafanye tathmini. Baada ya hapo watoe taarifa kwa umma kuhusiana nini chanzo, madhara yake na mkakati wa kuendelea kuimarisha. Nadhani na kama fremu kama 5 hizi ndio ambayo imeathirika. Usalama, lakini usalama ni wa kutosha. Tuna polisi, tuna jeshi la wananchi hapa, kwa hiyo hata wizi hakuna aliyejua mali yake, lakini wananchi ambao wanataka kutoa mali zake kwa hofu, lakini sisi tumewaambia hakuna haja hiyo. Wengine wanakuwa tu wakaiba, lakini hakuna haja, kwa sababu tumejua sisi tutamanage kucontain ile jengo lililopata short. Kwa hiyo tulipata taarifa mapema na tulikuja kwa wakati na vyombo vyetu vyote viko hapa. Wala si mimi, lakini niseme ukweli kwamba silichojionea bila jitihada za serikali za haraka, manake pengine madhara yangekuwa makubwa zaidi. Na katika hili tunasema mimi nikupongeza kwa kazi nzuri ambayo umefanya na vyombo vyako. So kinachoonekana hapa kwa kweli kwa akili ya kawaida si jambo jepesi sana. Askari wetu wamejitoa, wamefanya kazi kwa kweli ya kihodari na ya kishujaa sana. Lakini pia niwashukuru wananchi kwa sababu ndio wa kwanza kuona na kutoa taarifa. Ndio wako hapa Mheshimiwa Rais, na imani ni kwa sababu ya taarifa ambayo nilipata kupitia wananchi. Mmoja ambaye anagorofa hapa alinipigia simu, naona moto hapa, nikawaarifu fire. Kwa hiyo waliwahi kuja kwa wakati. Kwa hiyo ndio maana unaona jengo lililoshika moto ni moja na madhara tumeminimize yasiweze kuwakuta jirani, lakini waliona kama short ya umeme. Lakini baadaye wenzetu wa zimamoto na polisi watatoa taarifa juu ya uharibifu. Kwa hiyo tunaendelea kuwatuliza wananchi. Hapa tuna magari ya wagonjwa, kama kuna mtu amezidiwa kwa pressure kutokana na mshtuko wa kikarati atapata huduma bure. Lakini kesho tutakuja hapa, tutakaa nao, tutaangalia uharibifu, alafu ndipo tunapoweza kutoa kauli yote.